Kwa majina naitwa Rwekaza Rogoshora, mimi ni afisa forodha lakini ni afisa elimu na mawasiliano TRA mkoa wa Kagera. Mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kagera tumeshiriki katika maonyesho haya ya biashara ya Sabasaba katika manispaa yetu ya Bukoba katika viwanja vya CCM, tukiwa tunatimiza moja ya jukumu letu la msingi la kuhakikisha wananchi wafanyabiashara wanaelewa au wanakuwa na uelewa mpana wa masuala ya kodi. Takribani watu kama 200 wameweza kutembelea banda letu tangia tumeanza pale tarehe 24 mwezi wa 6 mpaka leo tunapohitimisha maonyesho haya tarehe 7. Mambo ambayo tumeweza kuyafanya katika banda letu la mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kagera, ni huduma zote ambazo zinapatikana katika ofisi zetu zilikuwa zinapatikana hapa na zinaendelea kupatikana mahala hapa. Tumekuwa tukisajili kwa wale ambao wanaanza biashara na kuwapa namba ya utambulisho wa mlipa kodi, lakini pia tumekuwa tukifanya makadirio ya kodi kwa wale ambao wanaanza biashara wanahitaji kujua tathmini ya kiwango chao cha kodi cha mwaka 26. Lakini pia tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali ikiwemo elimu ya kutunza kumbukumbu za biashara ikiwa wajibu wao mkubwa wa wafanyabiashara. Lakini pia tumeendelea kusisitiza wafanyabiashara wale ambao pia hawapo katika mfumo rasmi na wale ambao katika mfumo rasmi, uwepo wa dawati maalum la kuwezesha wafanyabiashara. Tunajua wapo ambao wanataka kuanza biashara, wanazo changamoto katika uanzishaji wa biashara. Sasa sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania, moja ya jukumu lingine ni kuwezesha wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo kupitia dawati letu la uwezeshaji wa wafanyabiashara tumewahimiza kama kuna mtu ana changamoto basi aweze kulifikia dawati. Lakini pia ikiwemo hatari za vitendo vya magendo. Kama mnavyojua, mkoa wetu wa Kagera ni mkoa ambao ni wa pekee, tunazopakana na nchi nyingi za jirani. Kwa watu wachache ambao sio wazalendo hutumia njia za panya kuingiza au kuondosha bidhaa nchini, ambako kitendo hicho ni magendo. Sasa magendo yana hatari kubwa. Tumewaeleza Watanzania walipa kodi, wafanyabiashara ambao wameweza kufika katika banda letu kwamba magendo yana hatari, serikali inakosa mapato kwa yale yote ambao wananchi wanahitaji kama maendeleo yaweze kufikiwa. Lakini magendo inaondoa ushindani wa kibiashara. Huyu amelipa kodi, huyu ameingiza kimagendo hajalipa kodi, na kwamba bei ya bidhaa zake hazitakuwa sawa, kwa hiyo atakosa wateja. Lakini pia inaweza kuhatarisha usalama wa nchi. Chukulie mfano mtu ameingiza silaha za moto, lakini kingine ni kwamba inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Lakini pia kwa wale ambao si wazalendo, sheria imeainisha adhabu kali ikiwemo adhabu ya 50% pamoja na kodi ambayo alitaka kukwepa, lakini anaweza akafungwa. Lakini kutaifisha zile bidhaa kama zinafaa kwa matumizi ya binadamu, lakini kama hazifai basi zile bidhaa kuweza kuharibiwa. Lakini pia kitu kingine ni kwamba nyumba au chombo cha moto ambacho kitakuwa kimehusika kinataifishwa. Kwa hiyo ni athari kubwa, tunaona mitaji ya watu inaweza ikapotea, na tunajua wafanyabiashara wanategemewa sana, kwa hiyo ikawapelekea katika matatizo katika biashara. Lakini pia tumehubiri mfumo wa ukusanyaji wa kodi za ndani, yani IDRAS. Ni jukwaa moja, tini moja, kwamba unaweza ukajihudumia ukiwa nyumbani bila kuja katika ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini lingine ambao tumekuwa tukifanya hapa ni kuwahimiza Watanzania kuhakiki bidhaa kabla ya matumizi kwa kutumia application yetu ya Hakiki Stamp. Kwa wale ambao wana simu janja, anaweza kaenda kwenye Apple Store au Play Store akadownload programu inaitwa Hakiki Stamp. Sasa ile bidhaa kabla ya kuitumia basi unaiskani, itabidi ikuletee taarifa za bidhaa hiyo. Kufanya hivyo utahakikisha kwamba bidhaa hiyo imeingia nchini kwa utaratibu, imelipa mapato ya serikali, lakini inafaa kwa matumizi ya binadamu. Lakini kikubwa Watanzania wanajua tupo katika mwaka mpya wa fedha 26-27. Yapo mabadiliko yamejitokeza katika sheria za kodi mbalimbali, na kuanzia kipindi hiki ndo tunatakiwa kuhubiri sasa mabadiliko haya ili wafanyabiashara, wananchi waelewe kilichobadilika katika sheria za kodi, ili sasa waachane na kile kilichokuwa tunakitumia. Kwa mfano, moja ya mabadiliko yaliyotokea, Mtanzania yote akianza biashara ana mwaka mmoja wa kufanya biashara bila kulipa kodi. Kabla ya mabadiliko hayo alikuwa na kipindi cha miezi 6. Kwa hiyo serikali sikivu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeona ni vyema basi wafanyabiashara wapewe muda wa kutosha wa mwaka mmoja ili waanze kulipa kodi. Lakini pia umeongezeka wigo wa wafanyabiashara wadogo. Mfanyabiashara mdogo kwa mamlaka mapato Tanzania alikuwa anahesabika kwamba ni yule ambaye ana mauzo kuanzia 0 kwa mwaka mpaka milioni 100. Lakini katika mabadiliko ya sheria za mwaka huu ni kwamba mfanyabiashara mdogo ataanzia milioni 200 na kushuka chini. Kwa hiyo ili uandae hesabu za biashara inabidi biashara zako mauzo yawe yanaanzia milioni 200. Lakini mambo mengine mazuri ambayo
tutaendelea sasa kupitia njia mbalimbali kuwaeleza Watanzania yale yaliyoweza kubadilika, tukiwa tunahakikisha basi tuwe na uelewa pamoja, ili sasa watu wafate utaratibu uliopo na waweze kulipa kodi zao kwa hiari. Ni kweli Mamlaka ya Mapato Tanzania hivi karibuni, wiki iliyopita, tuliweza kuteketeza bidhaa ambazo ziliingia nchini kupitia njia za panya, lakini bidhaa hizo hazikuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, lakini kipindi chake kilikuwa kishaisha, zingine zilikuwa hazifai, lakini bidhaa nyingine zilitelekezwa baada sasa ya kuwepo kukimbizana na wale ambao sio wazalendo. Sasa zile bidhaa takriban tani 30 ziliweza kuharibiwa, na bidhaa hizo ni makusanyo ya mkoa mzima wa Kagera. Sasa wito wetu kwa Watanzania ni kwamba tani 30 zimeharibika. Kuna fedha ya watu ambayo ilitumika kununua bidhaa hizo. Kwa hiyo wajimu kuweza kupitia katika milango rasmi ya kiforodha kwa mkoa wetu, wapite Mtukula, wapite Mlongo, wapite Kabanga, wapite Rusumo, ambapo zinapatikana taasisi zote za serikali zikiwemo zile ambazo zinadhibitisha ubora wa bidhaa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu, ili sasa waepuke wanapokuwa wamekamatwa na zikakutwa bidhaa hazifai kwa matumizi ya binadamu na ikapelekea mpaka tukaenda kuziteketeza. Lakini pia wajue kodi yetu ni maendeleo yetu. Ukipita njia za kiforodha, basi utalipa ushuru wa serikali kama kodi, na wewe utakuwa umeshiriki kama mzalendo kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais kuweza kuleta maendeleo kwa kulipa kodi yako. Kwa hiyo, lakini pia ukipita au ukafuata utaratibu wa kiforodha, unakuwa umejiepusha na zile adhabu ambao nimezitaja kwamba utalipa faini ya 50% pamoja na kodi ambao ulitaka kukwepa, lakini pia chombo chako cha moto kinaweza kikataifishwa, lakini unaweza ukafungwa. Kwa hiyo hayo madhara ya kupitia njia za panya, basi wewe kama mwananchi utakuwa umeepuka. Lakini pia tunatoa wito kwa Tanzania kwamba moja ya wajibu wa Mtanzania ni kuweza kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania kuweza kufichua wale wote ambao wanajaribu kukwepa kulipa kodi. Na Mamlaka ya Mapato Tanzania imeweza kuweka motisha kwa Watanzania kwamba wewe ukitoa taarifa ambayo Mamlaka ya Mapato Tanzania itaitumia na kukusanya mapato, unazawadiwa zawadi ambao zawadi hiyo ni 3% ya mapato yatakayokusanywa, lakini zawadi hiyo inaishia milioni 20. Kwa hiyo ni wito kwa Watanzania basi washirikiane na serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania kufichua wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wanakwepa kulipa kodi, na kwa kutumia namba ya simu maalum kwa ajili ya kutolea taarifa, ambao namba hiyo ni 0784 210 209. 0784 210 209 ni namba kwa ajili ya Watanzania kutolea taarifa za wale wote ambao wanakwepa kulipa kodi kwa namna yoyote.